Hivyo kwa mwaka huu yamepangwa kufanyika nchini Tanzania kama wenyeji wa maadhimisho haya. Kwa mara ya mwisho kufanyika hapa nchini kwetu ilikuwa mwaka 2022. Katika kuadhimisha wiki hiyo, majeshi ya nchi wanachama yamepanga kutoa huduma mbalimbali za kibinadamu kwa wananchi wa baadhi ya maeneo yaliyochaguliwa. Miongoni mwa huduma hizo ni pamoja na matibabu ya bure yatakayotolewa na madaktari bingwa kutoka kwenye hizi nchi zinazounda Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki ambazo ni Burundi, Somalia, Tanzania, Rwanda, Kenya pamoja na Uganda. Aidha, maadhimisho hayo yatahusisha pia shughuli za ukarabati na utoaji wa misaada katika baadhi ya vituo vya kulelea watoto yatima, magereza katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Arusha pamoja na Zanzibar hapa kwetu. Baadhi ya vituo vitakavyonufaika pia katika shughuli za ukarabati huo au utoaji wa misaada ya kijamii katika vituo vya afya ni pamoja na hospitali ya wilaya ya Ubungo iliyopo Dar es Salaam, hospitali ya Vijibweni iliyoko Dar es Salaam, kituo cha afya Yombo Malawi kilichopo Dar es Salaam, hospitali teule ya rufaa ya mkoa wa Pwani Tumbi iliyoko Dar es Salaam, hospitali ya wilaya ya Bagamoyo Pwani, pamoja na hospitali za wilaya ya Mwelapongwe, Unguja na vitongoji vya Pemba. Vile vile misaada hiyo itawafikia wafungwa katika gereza la Segerea lililoko Dar es Salaam, gereza la Kisongo lililoko mkoani Arusha, sambamba na vituo vya kulelea watoto yatima vya Kurasini, Mwandaiwa Orphanage Center iliyoko Bunju, Chanika Children Shelter iliyoko Dar es Salaam, Source Orphanage Center iliyoko hapa Zanzibar na vituo vya afya vya Kibokoni Pemba na Mapinduzi Dodoma Chamwino. Aidha, huduma hizi za kimatibabu zitatolewa bure kwa vituo nilivyovitaja na kutakuwa na gharama yoyote. Madaktari bingwa wote watakuwepo kuanzia tarehe 26. Kwa hiyo tunawaomba wakazi wote wa Zanzibar na tunawasisitiza tuje kwa wingi tupate hizo huduma za bure kwa ajili ya kutatua baadhi ya changamoto ambazo zinawakumba wananchi wetu. Zoezi la matibabu kwa kijiji cha SOS Zanzibar kitashirikisha watoto waliozaliwa siku moja hadi miaka 14. Hao ndio vitakuwa kipaumbele kwa hapa. Kwa hiyo tunashukuru, ni muhimu kwa sababu karibia kila mtu anahitaji kupata huduma ya check up, lakini watoto hasa walio chini ya umri wa miaka 5 ni waathirika zaidi wa magonjwa mbalimbali. Kwa hivyo hii ni fursa muhimu, na sisi SOS walipokuja na wazo hilo tulilipokea, kwa sababu kwetu sisi afya ni sehemu ya kipaumbele ya malezi na makuzi ya mtoto. Kwa hiyo tunawashukuru sana Jeshi la Wananchi la Tanzania, lakini kama alivyosema msemaji wa jeshi ambaye pia ni kaimu mganga mkuu wa jeshi kwa upande wa Zanzibar, wapo ambao watafaidika kwenye matengenezo na ukarabati, na sisi pia SOS ni sehemu hii. Kama mnavyoona, tuna sehemu ya mbele ya majengo haya ambayo yako wazi, kiusalama yako madogo. Kwa hiyo tumezungumza na wamekubaliana kutupatia msaada wa kutujengea. Wao wana mafundi na mainjinia wa kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo tumepokea na ni msaada mkubwa, tunashukuru. Na kwa ufupi, uhusiano wetu na Jeshi la Wananchi wa Tanzania kama SOS haukuanza hii leo tunapoadhimisha miaka 6 ya majeshi ya Afrika Mashariki. Umeanza tangu kijiji hichi kilipoasisiwa.